Nawakaribisha wagonjwa wetu na wananchi ambao mngelipenda kujua kuhusiana na afya ya kinywa na meno. Haya ni mazungumzo ya meza duara ambayo yatakuwa yakijikita zaidi kwenye maswali ambayo watu kawaida wanajiuliza sana na wangelipenda kupata majibu kutoka kwa madaktari wa meno. Kwa hivyo tutakuwa na kipindi ambacho kitahusisha maswali na majibu. Maswali yataulizwa na madaktari waliopo mbelenu watatoa majibu kwa mujibu wa maswali haya. Maswali haya zaidi ni yale maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza na kukosa majawabu yanayowaridhi. Kwa hivyo leo tumekusudia kufikisha kile ambacho watu wengi wanakaa na kujiuliza au wamekuwa wakisumbuka nayo na wanatamani wapate fursa ya kuuliza maswali haya. Kwa hivyo tumejaribu kuchukua maswali ya namna tofauti yanayokusanya mambo tofauti yanayohusiana na afya ya kinywa na meno ili tuweze kuyapatia majibu na watu waweze kuelimika kutokana nayo. Ni maswali ambayo mara nyingi yamekuwa yakiulizwa pia katika nyakati tofauti ambazo tumekuwa tukikutana na watu pamoja na wagonjwa wetu. Kwa hivyo tumeyakusanya maswali haya na kuyafanyia kipindi ili wanufaike watu wengi na wapate majibu ambayo kwa kiasi kikubwa yataweza kufikisha na kukonga zile kiu zao kuhusiana na haya maswali ambayo wamekuwa wakijiuliza wenyewe. Kwa hivyo katika sisi watatu ni madaktari. Mimi kwa jina ni Dr. Muhyiddin Abdallah Muhammad, ni daktari wa meno, natibu hapa hospitali ya Rahma. Pembeni yangu ni Dr. Hamadi, naye ni daktari wa meno na natibu hapa Rahma, na pembeni yake Dr. Hamadi ni Dr. Samha. Kushotoni kwangu ni Bwana Ali ambaye yeye ni mtu wa mapokezi na ni msimamizi wa kliniki ya meno, na yeye ndo ambaye atauliza maswali haya kwa niaba ya wagonjwa na watu wengine ambao wanashauku kabisa kujua majawabu ya maswali ambayo wanajiuliza sana wenyewe au yamekuwa yakiulizwa sana. Karibuni katika kikao hiki, katika meza hii duara, na nitampa nafasi Bwana Ali aanze kuuliza maswali kama yalivyo katika mpangilio alionao, na tutakuwa tukiajibu moja baada ya jingine. Karibu sana Bwana Ali. Asante sana. Asante, namshukuru Dr. Muhyiddin kwa kunipa nafasi kuwa msimamizi wa jambo hili ama kama ni muulizaji katika mahojiano yetu haya. Swali la kwanza ningependa kuuliza, ambapo maswali haya kwa kawaida watu wengi wanajiuliza kuhusiana na matatizo ya meno. Hivi ni nini hasa kinachosababisha jino hasa kuoza? Sababu za meno kuoza ni sababu rahisi kabisa na vizuri watu wengi wanazijua. Kinachowapa watu shida ni kuamini kwamba je, ni sababu hizi ndo zinazosababisha meno kuoza au kuna zaidi ya jambo hili? Sababu zinazosababisha kuoza, ili jino lioze lazima kuwe na sukari. Hili ni jambo la msingi sana, ndio maana tunakataza watu wasile sukari mara kwa mara. Ili jino lioze lazima bakteria wakusanyike katika sehemu ya jino na wasababishe meno kuoza, na ndio maana tunawasisitiza watu wapige mswaki kwa ajili ya kuondoa mkusanyiko huu wa bakteria. Kwa hivyo ukiweza kupunguza matumizi ya sukari, ukipiga mswaki vyema na ukitumia dawa ya meno vizuri, tunatarajia utakuwa umepunguza kwa kiasi kikubwa meno kutoboka. Kwa hivyo sababu za meno kutoboka, ili jino litoboke lazima kuwepo na sukari, kuwepo na vijidudu vya maradhi, bakteria, lakini pia upite muda wa kutosha kabisa kwa ajili ya kufanyika kwa kemikali, na ile reaction tunasema itokee, muda lazima upatikane ili hilo litokee na jino litoboka. Kwa sababu za kutoboka meno zinabaki zile zile na zinabaki kuwa ni sababu rahisi kabisa, lakini ndizo zinazosababisha meno kutoboka. Sukari iwepo, lazima sukari iwepo. Bila sukari hakuna jino kutoboka. Kwa hivyo sababu zinabaki zile zile. Asante. Kwa kawaida jamii huwa inaamini kwa swali ningelipenda kumuuliza daktari Dr. Hamadi. Kwa kawaida jamii inaamini kwamba kuna wadudu mahususi ambao pengine mitaani huwa wanaitwa funza, ambao wadudu hawa huwa wanasababisha jino kuoza. Hebu tuambie ukweli juu ya jambo hili. Je, kweli wapo wadudu hao funza ambao wanasababisha jino kuoza? Katika kutoboka kwa meno hakuna mdudu anaitwa funza ambaye anachangia kutoboka kwa meno.
Meno yanatoboka kwa bakteria wala sio funza kama wanavyodhania watu kuwa funza ndo anatoboa meno. Ni wakati gani hasa Daktari Samha kwako jambo hili? Ni wakati gani hasa tunalazimika jino kulihukumu kwa hukumu ya kung'olewa au tunalazimika kuling'oa? Jino litahukumiwa kung'olewa likiwa katika hali 4. Ya kwanza, kama jino likiwa limeoza na kuharibika sana kiasi cha kwamba haliwezi kuzibika na kujengwa likatumika katika utafunaji kama kawaida. Pili, jino likiwa lina maumivu makali ya kumkosesha mgonjwa usingizi na ikawa mwenyewe hayuko tayari kufanya matibabu mengine ya hilo jino, basi litang'olewa. Ya tatu, likiwa jino limeharibika, linalegea, yani limeharibika katika sehemu ambayo inashika jino kwenye ufizi, linalega, basi hilo jino litahukumiwa kung'olewa. Na la 4, likiwa jino limeota vibaya, nalo pia litahukumiwa kung'olewa. Ningerudi na swali jingine kwa Dr. Muhyiddin hapa, Muhyiddin Abdullah. Wakati mwingine mgonjwa anaweza kuja na akaamua kung'olewa jino, lakini bahati mbaya akarudi kwamba ana maumivu makali sana baada ya kung'olewa kuliko yale ya kung'oa, kuliko yale ambayo alikuwa nayo katika jino bovu. Je, huku kunasababishwa na nini hasa baada ya kung'olewa kupata maumivu makali sana kuliko lile jino ambalo lilikuwa linauma? Hii inasababishwa na nini hasa baada ya kung'olewa kwa jino kupata maumivu? Baada ya kung'oa jino, kinachotokea ni tunatarajia kuwa sehemu iliyong'olewa ipone. Ukishatoa jino, linalobaki linakuwa ni jeraha na panakuwa kama pana tundu pale ambapo jino kwa limekaa, tunaita socket. Kwa hivyo kinachotarajiwa ni kuwa papone, lakini wakati mwingine kupona kuna changamoto kidogo, kunakuwa na matatizo na sehemu ile inaweza ikachelewa kupona, au kunaweza kutokea mazingira ambayo yanaathiri kupona kwa ile sehemu iliyong'olewa. Kinachotokea baada ya kung'oa jino ni kwa damu inajaa kwenye sehemu iliyong'olewa jino ambayo tunaita socket, na damu ile iliyojaa pale inakuwa ndio mwanzo wa mchakato wa kupona. Kinachotokea baada ya wakati, ile damu ambayo inapaswa kujaa kwenye sehemu iliyong'olewa inaweza isikae vyema, inaweza isifanyike vizuri, maana tunaita blood clot. Ile damu inayoganda inaweza isigande vizuri na kufanya ule mfupa ambao jino lilikuwepo ndani yake uko wazi. Kitu hichi huwa kinaleta maumivu makali, tunaita dry socket. Lakini chengine, sehemu ile iliyong'olewa jino inaweza ikapata aina fulani ya maambukizi, jambo ambalo linaweza pia nalo likaleta tatizo katika kupona kwa sehemu ile na kusababisha maumivu makali sana, tunaita infected socket. Kwa hivyo zote hizi ni sababu ambazo zinaweza zikasababisha mtu kupata maumivu makali baada ya kung'oa jino, na mara nyingi maumivu haya hutokea baada ya siku 3 baada ya kung'oa jino. Mara chache hutokea baada ya kung'oa jino pale au siku moja, lakini mara nyingi baada ya siku 3 mtu huanza kupata maumivu makali. Ikitokea hivi, maana yake ni kuwa sehemu iliyong'olewa ina changamoto katika kupona sawa, na sababu kuu ni mbili: aidha kuna maambukizi au sehemu ile damu haikuganda vizuri katika sehemu iliyong'olewa jino na kusababisha mfupa kuwa wazi, jambo ambalo huleta maumivu makali. Okay. Ni nini hasa cha kufanya basi ili tuweze kuepukana na maumivu makali kama hayo? Mara nyingi huwa sio kosa la daktari kama wagonjwa wengi wanavyofikiria. Katika hali ya kawaida mgonjwa anaweza akafikiri kwamba labda daktari amening'oa jino vibaya, labda daktari hakufanya vizuri, labda mara nyingi si sababu ya daktari kama daktari. Sababu ambazo zinaweza zikachangia kutokea kwa hali hii zinaweza zikawa sababu tofauti. Moja ni kuwa mgonjwa anaweza akawa hakukitunza vizuri kidonda, lakini chengine inaweza ikawa hakuna sababu yoyote inayojulikana, ikatokea tu. Anaweza akawa mgonjwa amekitunza kidonda vizuri na bado ikatokea. Kinachotakiwa kifanywe ni kuwa mgonjwa anatakiwa arudi tena kwa daktari kwa ajili ya kusaidiwa kupunguza maumivu na kuondoa mazingira ambayo yatakifanya kidonda kichelewe kupona. Kwa hivyo kuna dawa tunaweka kwenye ile sehemu aliyong'oa jino mgonjwa na kumsaidia kupunguza maumivu ili aendelee na maisha yake. Kwa hivyo badala ya kukaa nyumbani
ukiteseka ni vizuri ukipata tatizo la aina kama hiyo, rudi tena kwa daktari, mueleze kwamba bado una maumivu makali, na daktari huwa anaweka tu dawa. Kuna dawa kama pamba hivi huwa tunatia kwenye kile kijeraha, ile sehemu iliyong'olewa jino, na mara nyingi maumivu yanapungua kwa kiasi kikubwa sana. Usitumie dawa ulizokuwa hujaambiwa na daktari, Okay. kwa sababu utakuwa unatibu jambo usilolijua, na kunaweza kwa hakuna haja ya kutumia dawa zote hizo. Okay. Vyema. Hutokea kwa baadhi ya wagonjwa kuwa na pango katika jino lake, na akatokea mgonjwa huyu kuzibwa, lakini bado akawa anasikitika kwamba jino hili linapata maumivu dhidi yake. Sasa Dr. Hamadi, swali hili ningeelekeza kwako. Ni nini hasa kinasababisha maumivu baada ya jino kuwa limezibwa? Jino ambalo limetoboka sana likawa na tundu kubwa, halafu likawa linapaswa kufanyiwa matibabu ya kuua mzizi wa hisia, daktari akaamua kuliziba kwa kuziba kawaida, hilo jino litapelekea maumivu baada ya kuzibwa. Sababu nyingine ni kwa daktari anafanya filling. Ile filling iko karibu sana na sehemu ya hisia ya jino, hilo jino litapelekea maumivu baada ya kuzibwa. Sababu ya tatu ni kwa filling yetu iko juu sana, mgonjwa anaigusa mwanzo kuliko meno ya kawaida, pia hiyo sababu itapelekea jino lilozibwa kuuma. Sababu ya nne ni kwa jino lililozibwa ambayo filling imepita nje ufizi au iko ndani ya ufizi, hiyo pia inapelekea baadaye jino kuregea kwa kupata tatizo la ufizi, pia hupelekea jino kuuma baada ya kuzibwa kwa sababu hiyo. Asante. Madaktari wanatuambia kuna matibabu ya kuua mizizi ya hisia, wanaita root canal, kama niko vyema, ndio daktari hii tunakuwa tumeua mizizi ya hisia, tafsiri yake kwamba hatutaraji tena wagonjwa kwamba tupate maumivu. Lakini kuna baadhi ya wagonjwa bado anaendelea kupata maumivu makali sana baada ya kuwa tayari ameshafanyiwa matibabu ya kuua mzizi wa hisia. Ni sababu ni nini hasa? Na mzizi umeshauliwa lakini bado anapata maumivu. Ni nini hasa daktari? Hebu tusaidie Dr. Sama. Sawa. Haya, sababu inaweza kuwa mwanzo kabisa, yani akimaliza kufanya root canal, yale maumivu anayopata kwa muda ule wa siku za karibu, mara nyingi inakuwa ni hali ya kawaida. Yani jino lile liko limefanywa root canal linaweza limepata kama mtikisiko kidogo, kwa hiyo linaweza likaleta maumivu. Kwa hiyo anatakiwa alipe muda kidogo kwa ajili ya kupoa. Na sababu nyingine kubwa inayosababisha jino kuwa na maumivu baada ya matibabu ya root canal ni kufeli kwa yale matibabu ya root canal. Kwa hiyo inawezekana ukafanywa root canal ukamaliza mpaka mwisho, lakini ikawa lile lengo lilokusudiwa la kulifanya lile jino liwe halina hisia ili halijafanikiwa, kwa hiyo jino basi litasababisha maumivu. Niongezee pale ambapo amefikia Dr. Samha, ukiacha yale ambayo ameainisha kama sababu za maumivu baada ya root canal, lakini sababu nyingine kunaweza kuwa kuna maambukizi chini ya jino yanaweza kuleta maumivu ya aina kama hii pia. Yaani mtu anaweza akawa ametibiwa root canal, amefanywa matibabu ya kuua mishipa hisia, lakini chini ya jino maambukizi hayakumalizika. Kwa hivyo yanaweza yakatokea maambukizi baadaye yakahuika na kusababisha maumivu kwenye jino yanayolazimisha jino lirejewe matibabu au ling'olewe. Lakini chengine ni root canal ni matibabu magumu kidogo na yanahitaji weledi zaidi. Pia sababu ambayo inaweza kusababisha matibabu haya yasifanikiwe baadhi ya wakati ni upungufu wa weledi katika kufanya matibabu haya. Weledi ukiwa kidogo, inawezekana sana matibabu haya yasifanikiwe na yakasababisha maumivu. Kunaweza pia kuwa kuna sababu nyingine, lakini zikawa zinahusiana na mtu mahsusi kutokana na hali iliyopo katika jino lake ambalo linatibiwa. Lakini kwa ujumla sababu hizi ndizo ambazo zinasababisha kwa mtu anafanywa matibabu haya lakini yanaweza yasifanikiwe akalazimika kurejea matibabu au jino kung'olewa. Kwa hivyo sio jambo geni, jambo linalotokea. Tumekuwa tukipiga mswaki sana. Tunapiga mswaki mara 2 hadi mara 3 wakati mwingine, lakini bado tuna shida kutoboka kwa meno ama kuoza kwa meno. Hebu tusaidie jambo hili. Ni nini hasa au ni kipi hasa tufanye kutokana na shida hii?
Kupiga mswaki ni jambo moja. Kupiga mswaki vyema ni jambo la pili tofauti na lile la mwanzo. Watu wengi wamekuwa wakidai kuwa wanapiga mswaki mara nyingi tu kwa siku. Lakini haitoshi kupiga mswaki mara nyingi. Kinachotosha hasa ni kupiga mswaki vyema. Maana yake ni kuwa ukiweza kupiga mswaki vizuri, mara moja yako inaweza ikawa ni bora kuliko mara 3 za mtu mwingine. Kwa sababu unaweza kutimiza lengo. Na lugha hii si ngumu. Maelezo yake ni rahisi tu. Tunachotarajia mtu anapopiga mswaki ni kuzifika sehemu zote zinazoonekana za meno vizuri. Meno ya juu na chini, upande wa ndani na upande wa nje. Labda nichukue mfano wa mdomo huu kama unavyoonekana. Tunavyosema kupiga mswaki vyema, huwa tunakusudia kuzifika sehemu zote. Kwa mfano meno ya juu upande wa nje wote mzunguko mzima, upande wa ndani wote, na upande wa kutafunia kwa meno ya juu. Kwa meno ya chini vile vile upande wa nje wote, upande wa ndani na upande wa kutafunia. Kinachotokea mara nyingi ni kuwa kuna baadhi ya sehemu huwa tunaziacha, na kwa sababu hili ni jambo la kila siku, sehemu ambayo unaiacha kila siku utakuwa unaiacha karibu siku zote, na sehemu hii itaanza kuleta tatizo. Kwa hivyo tunahitaji kujifunza vizuri, kuwa na utaratibu mzuri wa kupiga mswaki utakao turuhusu kuzifika sehemu zote na kutuepusha na kupata matatizo ya kutoboka kwa meno pamoja na matatizo ya fizi. Kwa hivyo mswaki bado unabaki kuwa ndio zana kuu kabisa katika kutuepusha na matatizo ya meno kuliko zana yoyote ile ambayo tunaitumia. Kwa hivyo bado kupiga mswaki kunabaki kuwa ni jambo la muhimu sana, tena la muhimu sana, lakini kinachosisitizwa katika kupiga mswaki ni kuwa na ufanisi wa kupiga mswaki, kupiga mswaki vyema. Kwa hivyo ni jambo ambalo huwa tunafanya baadhi ya wakati tukiona hali ya mgonjwa haiko nzuri sana, kumfundisha pembeni ya kiti cha meno namna nzuri ya kuweza kuboresha kupiga kwake mswaki. Kwa hivyo pia nafikiri katika zoezi hili tutapata muda tuonyeshe vizuri namna ya kupiga mswaki baada ya kuyajibu maswali haya, ili watu waone nini unahitaji kufanikisha wakati wa kupiga mswaki, ili kule kupiga mswaki sasa kuna tija. Kupiga mswaki mara 2 kunatosha kabisa kupiga mswaki kwa siku, na idadi ya mara 2 asubuhi na usiku kabla kulala inatosha na inaweza kabisa kukukinga. Lakini unapigaje ndio swali la muhimu. Asante. Dr. Hamadi, ni vitu gani hasa tujiepushe navyo ili kuepuka meno yetu kutoboka? Sababu ambazo zitapelekea kulinda meno yetu yasitoboke ni kutokula vyakula vya sukari mara kwa mara, kupiga mswaki vizuri, na kutumia dawa ya meno wakati unapiga mswaki. Na jambo la kupiga mswaki, linapaswa mtu kupiga mswaki mara 2 kwa siku, inatosha, asubuhi na usiku. Pia vile vile kutumia, kuna kitu kinaitwa dental flossing, kutumia nyuzi kusafisha baina ya jino na jino kama humu, kwa sababu humu mswaki haufiki. Kuna nyuzi special unatia hapa, unasafisha baina ya jino na jino. Hii pia hupelekea meno yetu kulinda zaidi. Asante. Kuna changamoto kwa baadhi ya watu katika meno yao, akuta meno yanakatika na kubaki visiki tu ama kubakia kuwa kibogoyo kabisa. Daktari Samha, unaweza kutusaidia hasa sababu ni nini za kutokea kwa matukio kama haya? Sababu kwanza, jino linakuwa ni kuoza kwa jino binafsi, yani likaoza. Jino likioza litaanza kukatika, na ukilichelewesha kama kuja kwa daktari ukilikazibwa, basi litaendelea kukatika mpaka mwisho litabakia kisiki. Sababu ya pili ni kutokana na jino kwamba amekuja kwa daktari, jino limeandaliwa kwa ajili ya kuzibwa vizuri, likazibwa likawekwa filling, lakini ile filling ikatoka, au mgonjwa anapewa appointment ya kurudi tena kwa daktari, jino lijalizibwe na permanent filling, lakini mgonjwa harudi kwa daktari. Kwa hiyo itasababisha ile jino, sehemu ya jino iliyobakia kukatika mpaka jino likabakia kisiki. Sababu ya tatu ni kama mgonjwa akiwa na tabia ya kusugua meno, kusagasaga meno. Kwa hiyo ule msuguano wa meno anaweza akasababisha
meno yakasuguana mpaka yakakatika, yakaisha kabisa, likawa limebaki kisiki jino. Au mpangilio mbaya wa meno pia unasababisha katika utafunaji vile meno yakasuguana mpaka jino likaisha. Sawa. Daktari Muhyiddin, watu wengi wanatamani meno yao kuwa meupe, kwa maana kwamba kama koti la daktari linavyoonekana. Hivi tufanye nini hata meno yetu yawe meupe hasa? Meno meupe, kuna vitu viwili kwenye kuyafanya meno ya meupe ambapo watu wengi wanavichanganya. Moja ni usafishaji wa kitaalamu pamoja na tunachokiita polishing, tunaita scaling and polishing. Hii inachofanya ni kutoa ugaga wa meno na kutoa rangi ya juu ya meno, kama vile rangi za vyakula na vinywaji tunavyokunywa. Kwa hivyo meno yako kama yana rangi maarufu kama vile shigiwashi zile wanaziita hivyo, hizi rangi zinaweza kutoka kwa kusafisha, usafishaji wa kawaida. Kama meno yako yana ugaga huu unaweza ukatolewa kwa usafishaji wa kitaalamu. Hii tunaita scaling and polishing, usafishaji wa meno, na hii tunafanya sana kwenye kliniki za meno. Usafishaji mwingine wa meno au kuyafanya meno ya meupe, hiki ni kitu kingine kabisa, tunaita whitening, kuyafanya meno ya meupe. Hii kinachofanyika ni kama vile kuya bleach meno, bleaching inaitwa. Kwa hivyo kunatumika kemikali maalum zinazoyafanya meno yawe meupe. Matibabu haya si matibabu ya msingi. Matibabu haya si kwa ajili ya kuimarisha umadhubuti wa meno yako. Matibabu haya ni urembo tu, kwamba mtu anataka meno yake yaonekane yakiwa meupe, anaenda kufanya matibabu yanaitwa whitening, si kwa sababu ya maradhi, si kwa sababu anaumwa, ni kwa sababu tu anataka meupe. Matibabu haya si mara nyingi sana kwenye kliniki zetu kuyakuta, lakini ziko baadhi ya kliniki zinafanya matibabu ya aina hii na yanaitwa whitening. Kwa hivyo unapokuja kwa daktari inabidi ukijua unachokitaka kati ya vitu viwili. Unataka usafishaji wa kitaalamu ambao tunaita scaling and polishing, ama unataka kuyafanya meno yako yawe meupe kwa maana ya hiyo tunachosema kama aina fulani hivi ya bleaching ya meno. Katika hali ya kawaida bleaching hii ya meno ama whitening haitarajiwi kuwa na madhara zaidi ya kwa siku za mwanzo mtu anaweza akajisikia uyeye kidogo, lakini baadaye inaondoka. Kwa hivyo haya si matibabu ya msingi, ni matibabu tu ya urembo. Kuna maradhi kwa kawaida tumekuwa tukiasikia kwa wazee au mitaani. Kuna hijabu, kuna mange. Jambo hili lina uhusiano wote na meno? Maneno haya yanatumika sana, hijabu na mange. Lakini maneno haya yanakosa jambo moja, yanakosa kuwa mahsusi. Yanaweza yakawa yanaelezea kitu zaidi ya kimoja baadhi ya wakati. Kwa mfano, mtu anaweza akasema ana hijabu. Hijabu inaweza ikawa ni tatizo la sinus kabisa, na tatizo la sinus halihusiani na meno. Lakini maumivu ya aina kama hiyo mtu anaweza akaita hijabu. Kuna watu tatizo la migraine pia wanaweza akaliita hijabu. Ni maumivu yoyote yale ambayo anayahisi upande mzima anayaita hijabu. Lakini pia tatizo ambalo linaanza kwenye meno na akahisi kwamba upande mzima kuna maumivu, pia nalo huitwa hijabu. Kwa hivyo, kwa sababu ni tatizo ambalo linakosa kuwa mahsusi, ni vizuri mgonjwa akiona dalili za tatizo kama hilo akaanza kuona na daktari wa meno. Kama akihisi daktari wa meno kuwa hakuna tatizo kwa mujibu wa alichokiona mdomoni na sababu ya tatizo lake, atampeleka kwa daktari mwingine, na daktari mwingine naye akiona kuwa halina uhusiano na yeye atampeleka kwa daktari mwingine. Kwa hivyo inawezekana tatizo linaloitwa hijabu likawa ni tatizo linalotokana na meno, maumivu ambayo anayahisi mgonjwa upande mzima. Linawezekana ni tatizo linalohusiana na watu wa koo, pua na masikio, ana tatizo la sinus akawa anahisi maumivu upande mzima pamoja na kichwa kuuma, au inaweza likawa tatizo la migraine ambalo linahusiana na madaktari wa jumla. Kuhusu mange kidogo inaweza ikawa ina umahsusi. Mara nyingi kwa uzoefu wangu, mange ni tatizo ambalo linaanza kwenye jino. Hili ni kama jipu la jino au maumivu ambayo yanaanza kwenye jino, na maambukizi yale ambayo yameanza kwenye jino yameenda chini ya jino kwenye mfupa wa taya. Baadaye kinachotokea ni kuvimba kwa shavu au kufanyika kwa tundu kutoka nje
ya mdomo kwenye mfupa wa taya ambayo inatokana na lile jino lilotoboka. Kwa hivyo kitu kama hichi kinaitwa mange. Sasa mange mara nyingi ni jambo sana linalohusiana na meno na linakuwa ni tatizo linalotoka kwenye meno. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kuenda kwa daktari wa meno akashughulikia tatizo. Kwa hivyo tafsiri yake mange ni tatizo la jino lililokuwa halikutibiwa muda mrefu, lililokuwa limepelekea kufanyika kwa usaha au linalotaka kufanya usaha au tayari limeshafanya usaha na limeshatoboa nje kiasi ambacho sasa kuna taka zinatoka nje ya mdomo kwa sababu ya jino ambalo limetoboka muda mrefu na kusababisha maambukizi kwenda chini ndani ya mfupa. Ni vizuri kutibiwa mapema. Kwa hiyo tunatarajia watu wakitibiwa mapema meno, uwezekano wa kutokea mange unakuwa ni mdogo sana. Usisubiri mpaka tatizo likawa kubwa au mpaka jipu linatokana na jino likatoboa na kuanza kutiririsha usaha. Ni vizuri kutibu mapema. Kwa hiyo tukitibu mapema mange hazitakuwepo. Kuna shida moja ambayo imekuwa kizungumzwa, uhusiano huu utakuwa ni kwa ajili ya watoto wetu hasa. Kuna kitu kinazungumzwa kinaitwa utata. Na madaktari wa kinywa pamoja na meno wanaweza kutusaidia kuweza kutujibia jambo hili. Hivi kuna uhusiano wa mtoto kutoweza kusema pindi akiwa anashakiwa kuwa na utata? Na je, unalizungumziaje hasa hili jambo la utata kwa watoto? Lina uhusiano kwamba asiseme? Utata ni kile kinyuzi ambacho kinakuwa chini ya ulimi, kinakuwa kimekaza kidogo na kufanya ulimi usiweze kutembea vizuri. Hiki ndio tunaita utata. Kwa tunaposema mtoto ana utata, kuna kile kinyuzi chini ya ulimi kinakuwa kimekaza kidogo na mwenendo wa ulimi unakuwa una mipaka kwa sababu ya kukaza kwa hiki kinyuzi. Kinachofanywa wakati wa matibabu ni kuwa mnakilegeza kwa kukata kidogo ili kuacha ulimi ukiwa huru na kutembea. Utata hausababishi mtoto asiseme, kwa sababu kusema kwa mtoto hakuhusu tu ule ulimi mdomoni, lakini kusema kwa mtoto kunahusu umri wake, kwa sababu umri unalingana na namna ambavyo mtoto akili yake inakuwa. Sasa nini utata unafanya? Utata unaleta changamoto katika matamshi ya baadhi ya herufi. Mtoto anaweza baadhi ya maneno asiyapate sawa sawa, asiyatamke vizuri kwa sababu ya kuwepo kwa utata. Lakini mtoto mwenye utata ataweza kusema. Haimaanishi kwamba mtoto hataweza kusema. Kwa hivyo ukimwona mtoto amechelewa kusema, usiutuhumu utata kwa sababu ya kule kuchelewa kusema. Ukimwona mtoto baadhi ya maneno hayapati vizuri, hapo unaweza ukaanza kufikiria kwamba inawezekana ana utata. Kwa hivyo utata wasihusishe watu moja kwa moja kuwa ndio sababu pekee ya mtoto kuchelewa kusema. Si mara nyingi utata kusababisha mtoto kuto kusema. Kinacholetwa na utata ni kutokuzipata baadhi ya herufi wakati wa kusema. Mtoto anaweza kusema neno lakini asiwezi kupata baadhi ya herufi ndani ya lile neno vizuri, kwa sababu mwendo wa ulimi mdomoni una mipaka kutokana na hicho kinyuzi ambacho kinaufanya ulimi usiweze kutembea sawa sawa. Usiweze kutembea kiasi cha kuridhisha na kuzipata herufi zote, kwa sababu kila herufi inatamkwa mahala pake. Kwa hivyo ulimi unahitaji kwenda mahala hapo ili herufi hiyo itamke vizuri. Kama ulimi umekaza kidogo, hauwezi kufika sehemu hiyo, hiyo herufi unaweza usipate vizuri. Lakini utata haumfanyi mtoto asiseme. Haumfanyi mtoto awe bubu, haufanyi mtoto asiseme. Unachofanya ni kufanya baadhi ya herufi asizipate vizuri. Tunashukuru sana kwa kufuatilia kipindi chetu hichi. Tulikuwa tuna madaktari Dr. Muhyiddin, Dr. Hamadi na Dr. Samha. Hii ni sehemu ya kwanza katika kujibu maswali yetu ambayo wagonjwa wengi wanajiuliza kuhusiana na matatizo ya meno pamoja na kinywa. Lakini pia tutakuwa tuna awamu nyingine ya kipindi cha pili ambacho pia kitaendelea kujibu maswali kwa kutumia madaktari wetu kadhaa ambao tuko nao hapa katika dental clinic yetu ya Rahma Hospital. Awamu ya pili itaendelea kujibu maswali ambayo wagonjwa wengi wamekuwa wakijiuliza. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment katika YouTube channel yetu. Asanteni, karibuni sana.